Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limesema silaha hatari zimeandaliwa kwa ajili ya kulipa kisasi na kuiangamiza Marekani pale ambapo itaamua kuanzisha mashambulizi kwa namna moja ama nyingine kwa mara nyingine tena. Jeshi hilo la Walinzi la Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema kuwa nchi hiyo itatumia silaha kubwa zaidi ambazo hazikutumika wakati wote wa vita kati yake na Marekani. IRGC ya Iran imesema kuwa silaha hatari zaidi zitatumika iwapo vita vipa vitaanza. IRGC imesema kwamba katika nyakati hizi hawawezi tena kuangalia kutumia silaha za kawaida za muda mrefu ambazo kwa namna moja ama nyingine zilileta matokeo, lakini watatumia silaha za kisasa ambazo zipo katika maghala yao huko nchini Iran. Kufuatia vita vya siku 12 na siku 40 vilivyowekwa dhidi ya nchi hiyo mwezi Juni mwaka uliopita na mwishoni mwa Februari vilivyowekwa na Marekani na Israel, Iran imepanua uwezo wake wa kijeshi. Msemaji wa IRGC Hossein Mohbi alisema katika mahojiano na shirika la habari la Iran la Defa Press iliyochapishwa mnamo wiki hii, iwapo vita vingine vitaanza, silaha zetu bila shaka zitakuwa tofauti katika suala la utengenezaji wa vichwa vya makombora pamoja na usahihi wa masafa. Moheba anasema silaha ziko tayari na zitatumika wakati huu. Msemaji huyo alisisitiza kuwa Iran haijawahi kusimamisha uzalishaji wake wa silaha na kuongeza nguvu ya uharibifu ya vichwa vipya vya kivita vitatumiwa katika makombora mapya ya IRGC. Ni makubwa zaidi kuliko mifano iliyotumiwa katika vita vya awali, shirika la habari la Xinhua limeripotika pia. Siku ya Jumatatu ya wiki hii, Mohamed alikataa madai ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba kuna njia ya nyuma ya mazungumzo kati ya Washington na IRGC. Amesema IRGC haina mazungumzo yoyote na Marekani wala serikali ya Iran haina mazungumzo yoyote na Marekani, isipokuwa tu ni mazungumzo ambayo yalikuwepo kati ya Iran pamoja na Oman, jambo ambalo pia Rais wa Marekani aliweka mkazo kwamba wa Oman wanaingilia mazungumzo hayo licha kwamba wao wa Marekani hawakuhusishwa katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, alitaja madai hayo kwamba ni madai ya uongo na hakuna mpango wowote wa kufanya mazungumzo na Marekani, kama ambavyo waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi ambaye ndiye mwanadiplomasia mkuu wa nchi hiyo ameeleza. Vyombo vya kidiplomasia vya Iran kwa sasa havifanyi mazungumzo na Marekani kutokana na ukiukwaji wa ahadi za Washington, Mohabi aliongeza. Kando katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghei alikanusha ripoti za vyombo vya habari kuhusu mawasiliano yasiyo rasmi kati ya Washington na IRGC kupitia maafisa wa Kurdistan wa Iraq na mkutano unaodaiwa kuwa wasiri wa Marekani na Iran mjini Erbil. Habari ni mbinu za vyombo vya habari na operesheni za kisaikolojia zinazotumika kuzusha mifarakano kati ya vyombo vya habari na maamuzi vya nchini Iran. Shirika la habari la Fox News limeripoti hapo awali kwamba Trump alithibitisha kuwa kuna njia ya nyuma ya mazungumzo ya amani kati ya Washington na IRGC. Usitishaji vita ulifikiwa kati ya pande zilizozozana mnamo Aprili 8, lakini pia mnamo Juni 18 Iran na Marekani zilitia saini mkataba wa maelewano juu ya kumaliza vita katika eneo hilo kwa pande zote. Hata hivyo, uhasama kati ya nchi hizo mbili umezuka mara kwa mara tangu wakati huo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu nini kinachojiri ulimwenguni.